بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه wasallam. Tuna masail muhimu hapa katika mlango huu ambao kwa tunomalizia wa mambo ambayo kwa yanaharibu funga. Masala ya kwanza katika ile kaida msingi tulioutaja ule wa mwanzo kabisa wa kuingiza kitu ndani ya tumbo kama chakula, maji, tayari ambao kwa ni katika mambo yanoharibu funga. Tayari yanatoka katika msingi huu mambo mawili yanofuata. Jambo la kwanza, mala yumkinu al-ihtiraz min, kile kitu ambacho kwa mtu hakuweza kujizuia, yani haikuwa kusudi yake. Jambo ambalo kwa kitu kitakachoingia katika tumbo lake bila ya kukusudia, kama kuingia nzi tayari katika koo, au kafika mpaka kwenye tumbo, au vumbi au unga tayari, wakati pengine anapeta unga mwanamke, au pengine anadondoa michele kaingia kitu katika tumbo lake bila ya kuchagua yeye mwenyewe, bila ya kupenda yeye mwenyewe, ina maana kimeingia bila ya kusudia. Kwa hivyo haya yanasamehewa kisheria, wala hayaharibu funga. Tumefahamiana vizuri kutokana Allah anasema la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Ya pili, nisyan, kusahau. Kwa hivyo mwenye kusahau mathalan akala au akanywa, funga yake haiharibiki kwa kauli sahihi kabisa, kwa dalili ya hadithi man nasiya, mwenye kusahau wa huwa swaim, hali yakuwa amefunga, akala au akanywa, falyutimma sawmahu, atimize funga yake, kwa sababu at'amahu Allah wa saqa, amemnywesha Allah na Allah ndio amemlisha. Na anasema Sheikh Ahmed al-Khalili, hadha huwa al-qawlu, hii ndio kauli ambayo kwa inatakikana ifanyiwe kazi. Masala ya pili, wametofautiana wachuoni juu ya mtu ambaye kwa atafanya jimaa, yani akamwingilia mke wake mchana Ramadhani hali ya kuwa amesahau. Tayari wamekhtalifiana wanawachuoni, je, funga inaharibika ama haiharibiki? Ipo kauli kwamba ni lazima wailipe hiyo siku wote wawili, tayari, na ipo kauli nyingine kwamba la, hakuna kuilipa, qiyasan ala man akala au shariba, imekisiwa kwa yule ambaye kuwa atakula au atakunywa kwa kusahau, kwamba hatakikani kulipa funga, na huyo ambaye kwa atamuingilia mkewe kwa kusahau, wakawa wote wawili wamesahau tayari mpaka wakamaliza shida zao ndio wakakumbuka tumefunga, kumbe kwamba hawa hawatolazimika kulipa funga, wa huwa sawabu, na hiyo ndio kauli ambayo kuwa ni sahihi. Masala ya 3, yule ambaye kuwa atasukutua na kutia maji puani, akapindukia mipaka katika mchana wa kufunga, hali ya kuwa anajua kwamba kitendo hichi kinachukiza katika mwezi wa Ramadhani, mpaka kikaingia kitu katika tumbo lake, basi ni juu yake huyu mtu ajizuie hiyo siku, ikisha aje kuilipa, kutokana amejua kwamba hichi kitendo hakifai, ni makruhu, yani kusukutua na kutia maji puani mpaka kupitiliza, yani na yeye akafanya mpaka maji yakaingia. Ama yule ambaye kuwa atasukutua na kutia maji puani bila ya kupindukiza, yani hakukuja, yani hakuafikisha maji mpaka kwenye koo, yani kafanya katika hali ambayo kuwa yani anajizuia ili maji yasije kaingia katika tumbo, lakini kutokana na hivyo pia yakaingia katika tumbo lake bila kukusudia, fala tathriba alayhi itlaq, huyu hana lawama tayari, wala hana kulipa funga. Hii kauli ya kwanza. Lakini ipo kauli nyingine kwamba kuna sharti 3 ndio ambazo zitaweza kumfanya yeye asilipe funga. Zikikosekana itabidi alipe. Ya kwanza, uwe udhu aliokuwa akitia ni udhu wa swala ya faridha, usiwe udhu wa swala ya sunna. Ya pili, ule udhu aliokuwa akitia ni baada ya kuingia wakati wa swala. Na ya 3, yani iwe haikuvuka mara 3 zile za udhu. Ikiwa kavuka mara 3, ile mara ya 4 ndio kaingia maji, itabidi alipe. Lakini wenye elimu wanasema hakuna dalili yoyote juu ya sharti hizi 3. Kwa hivyo kauli ya mwanzo ndiyo kauli iliyo bora zaidi, tayari, kwamba ikiwa kafanya kwa kusudi atalipa, na kama hakufanya kwa kusudi, imekuwa ni bahati mbaya, huyu hana kulipa, kwa kauli za watu wenye ilmu
na ni aula zaidi kuwafuata wenye ilmu kuliko kufuata sisi matamanio yetu. Masala ya 5 ambayo kuwa itaharibika funga yake bila ya udhuru wa kisheria, yani kala kwa kusudi, kajichezea mpaka katokana manii kwa maksudi, huyu atatakikana ajizuie tayari hiyo siku asiendelee kula, lakini baadaye aje kuilipa hiyo funga baada kumalizika mwezi wa Ramadhan. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuelimishe tusiyojua na atujalie kufanyia kazi yale ambayo kuwa tunayajua. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.